Naitwa Mwalimu Rosemary Malia. Karibu. Katika kipindi chetu leo tutaongelea juu ya michezo ambayo wanandoa wanaweza kucheza pamoja katika chumba chao cha ndoa kwa ajili ya kunogesha penzi lao kwenye ndoa. Yes, tunajua mimi na wewe hakuna ndoa iliyo rahisi, na ndoa ama mahusiano ni juhudi za kufanya kazi kwa pamoja. Kila mmoja anatakiwa kufanya juhudi kuhakikisha yeye na mwenzake wanakuwa na mahusiano na ndoa iliyokuwa bora. Katika changamoto za mahusiano, kila mmoja ana haki ya kuwa na mahusiano na ndoa yenye furaha. Unapokuwa na ndoa yenye furaha, ni rahisi kumpenda na kumthamini mwenzako. Furaha haiji tu kutoka mbinguni kwamba inadondoka. Furaha haiji tu kutoka mbinguni kwamba inadondoka kama Mungu alivyoshusha mana. Furaha inatengenezwa. Let's go to the point ili video isiwe ndefu sana. Kwa kuwa tumeshajua furaha inatengenezwa, leo tutaongelea vitu kadhaa vya chumbani ambavyo vinaweza kukupa furaha wewe mke na mume mnapokuwa kwenye chumba chenu cha ndoa. Hii ni aina ya michezo ambako unaweza ukaongea ama unaweza ukafanya. Sasa basi, inaitwa 52 Spicy Date Night Ideas for Couples at Home. Nitasoma alafu tuyajadili kwa haraka haraka tuone jinsi inavyokuwa, ambavyo nitaona kwamba hivi ni vya ndani zaidi sitajadili kwa mfano wangu, lakini vile ambavyo naweza mimi nikatoa mfano, then I'll gladly toa mfano ili nyie muone. Kwa kuwa vimeandikwa kwa Kiingereza, nitajitahidi kusoma kwa Kiingereza na kuexplain kwa Kiswahili ili ambao hawaelewi Kiingereza vizuri waweze kuelewa. So starting strong, number 1, give each other full body massages with scented oils. Mnapokuwa chumbani, muwe na utaratibu wa kupeana masaji. Namba 1, mnapokuwa chumbani, muwe na utaratibu wa kupeana massages. Mume anamfanyia mke masaji na mke anamfanyia mume wake masaji. Sio mpaka mume aende kwenye barbershop akafanyiwe masaji huko. Sio mpaka mke aende kulipia session za masaji aweze kufanyiwa masaji huko. Nyie wawili mnaweza mkafanyiana. Sasa basi, mmoja anaweza kasema labda mimi naweza kumfanyia masaji, mwingine hawezi. Nimesema kila kitu kwenye ndoa, kila kitu kwenye mahusiano ni kujifunza. Huwezi unaona hili lina manufaa kwa mwenzako, unajitahidi kuweza kujifunza ili uweze kwa ajili ya mwenzako. Mnatumia mafuta yenye manukato kwenye kupeana masaji. Kwa mnapeana masaji, labda mnaweza mkasema kwa mwezi mara 1 ama kwa mwezi mara 2, mnakuwa mna mtindo wa kupeana masaji. Sio mpaka mwanaume akapewe masaji kwenye barbershop jamani. Na sio mpaka mwanamke achukue hizo session za huko kwenye vyumba vya masaji kwenda kufanyiwa masaji. Mnaweza mkafanyana nyie wenyewe. Na kama hujui, jitahidi kujifunza. Hakuna mtu anayezaliwa anajua hivi vitu, bali wote tunajifunza kwa ajili ya mwanaume ujifunze kwa ajili ya mke wako na mke ajifunze kwa ajili ya mumewe. Kwa hiyo unaweza kumfanyia mwenzako masaji kuanzia kichwani kushuka kwenye mwili mpaka kwenye miguu. Unamfanyia mbele, unamfanyia nyuma bila kuona kinyaa. Na yeye anakufanyia hivyo hivyo. Katika kufanya yale masaji, unaleta stimulation kwenye mwili wa mwenzako. Katika kumfanyia hiyo masaji, unamfanya mwenzako asikie hamu ya kuwa na wewe close. Ndio maana ya hiyo masaji. Namba 2. Have a steamy bubble bath together
with candles and wine. Kuoga pamoja ni jambo muhimu sana kwenye ndoa. Kuoga pamoja ni jambo muhimu sana kwenye ndoa. Lakini hii point haiongelei tu kuoga pamoja. Hii point inaongelea kuhusu bubble bath. Bubble bath ni kuoga ambako sio mmesimama kwenye shawa kwamba maji yanatoka, mnaoga tu hivi, mnasuguana. Hiyo ni kuoga kwa kawaida ambako mnatakiwa muoge pamoja hivyo, sawa. Lakini kuna ile ambako kunakuwa kuna jacuzzi ndani, mnaweka maji, mnaweka mapovu, mnakuwa mna waini, alafu mnakaa humo ndani wote wawili. Mume anakaa nyuma, mke anakaa mbele, mume anakusugua mgongo, anakuosha vizuri kila sehemu ya mwili wako na vitu kama hivyo. Kama nyumbani kwenu hamna jacuzzi, nendeni kwenye hoteli ambazo zina jacuzzi, ama chukueni Airbnb ambazo zina jacuzzi, alafu mnafanya kitu kama hiko. Mume anakuosha vizuri mbele ya mwili wako kila sehemu, na wewe unamuosha vizuri, halafu mengine yanafuata. Uzuri wa hivi vitu, lazima mengine yafuate. Nadhani mnanielewa ninavyosema mengine yafuate. Si tukaweka mambo wazi sana hapa. Mengine lazima yafuate. Okay, point number 3. Whisper your fantasies to each other in the dark. Point number 3. Whisper your fantasies to each other in the dark. Sasa basi, mnapokuwa mmelala chumbani, kuna kulala kwa aina mbili. Kuna kulala taa zikiwa on ama taa zikiwa zimezimwa. Kama mmeshalala taa zikiwa on, mnataka sasa kupumzika, mmezima taa, mnataka kulala. Kuna ule muda, labda mmelala saa 5, 6, saa 7, saa 8. Inapofika saa 9 ama saa 10, ule ndo muda ambako unamsogelea karibu mwenzako, unaanza kumnong'oneza masikioni nini unataka akufanyie ama wewe umfanyie wakati huu. You whisper in the dark. Ndio hivyo. Kwa wengine unaweza ukawhisper huku unamuonyesha jinsi unavyotaka kufanya. Nimeleka darasa. Haya. Kumbuka, lengo ni wewe kuwa na ndoa yenye furaha na amani, sio vinginevyo. Lengo ni wewe kuwa na ndoa yenye furaha na amani. Twende point nyingine. Point nyingine inasema have a slow intimate dance session with dim lights. Have a slow intimate dance session with dim lights. Have a slow intimate dance session with dim lights. Kitu kingine ambacho ni kizuri sana kwenye mahusiano ni nyie kuwa na dance session chumbani kwenu. Ni kuwa na dance session mnapokuwa wawili. Mnakumbatiana kama mlivyocheza blues siku yenu ya harusi. Kama mlivyocheza blues siku yenu ya harusi, mnakumbatiana, mna dance pamoja. Huku mziki una play wa slow. Kama taa imezima, umeweka zile taa ambazo zinawaka tu kidogo, ama kama ni mshumaa, au hata kama mmezima tu taa, mna dance slow. Na baada ya hapo, while dancing unaweza ukashangaa mnaanza kukiss na mambo mengine yakafuata. Okay, another point ni nyingi, sijui kama nitaweza kuzimaliza zote hapa. Kama sitamaliza tutakuwa tuna part 2. Kwa hiyo itakuwa ni part 1. Okay, let's go to another point. Play a blindfolded guess the touch game. Another point inasema play a blindfolded guess the touch game. Guess the touch game ni game ambayo unakuwa umefungwa kitambaa machoni, alafu unamwambia labda nishike kwenye maziwa. Kwa yeye, kwa sababu amefungwa macho, kwa hiyo anapapasa mwili wako mpaka anaweza kukushika kwenye maziwa. Ama nifanye hivi, ama nifanye vile, huku mwenzako amefungwa macho na wewe hujafungwa macho. Haya,
vitu haya, kuja tuendelee, maana vitu vingine ni vizuri, vingine vinanoga, vingine kuna vitu ambavyo hata we mwenyewe hujai kuwazaga kama vipo, kumbe vipo. Give each other a foot rub. Give each other a foot rub. Giving each other a foot rub ni wewe kummasaji miguu yake, sio kummasaji mwili mzima, kummasaji tu miguu yake. Let's go to another point. Have a no talking, just touching challenge for 5 minutes. Another point inasema have a no talking, just touching challenge for 5 minutes. Have a no talking, just a touching challenge for 5 minutes. Kwamba hatuongei kitu, you're just there touching each other, touching each other, touching each other, bila kuongea kitu chochote. Play a role play scenario and act out of fantasy. Okay. Play a role play scenario ni labda umeshai kuona, kama kwa wale ambao wanaangalia movie, umeshai kuona 365. It is so sexual. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba nataka unifunge mikono yangu, alafu unikiss kuanzia kichwani mpaka miguuni bila kunifanya kitu chochote. You understand? Ama mwanaume anaweza akasema nataka nikufunge mikono yako, nikukiss kichwani mpaka miguuni bila kufanya kitu chochote. Kwa hiyo wewe, mke wako na mume wako, mume na mke, kila mmoja atachagua nini cha kufanya kwenye role play. Unachagua nini cha kufanya ili mwenzako umfanyie mwenzako. You understand? Yani mwenzako akueleze kile ambacho anataka wewe umfanyie wakati huo na wewe uweze kumfanyia. Do you understand? Write down spicy dares for each other and take turns speaking. Okay. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba mnakuwa na vile vikaratasi, mmeandika dares. Mnakuwa na vikaratasi mmeandika dares. Labda idea you, labda katika hivyo vikaratasi labda kimeandikwa, labda mke kaandika, idea you to kiss me 10 minutes without stopping. Ama labda kimeandikwa idea you touch me hivi na hivi, ama idea you kufanya hivi na hivi, ama idea you. Hakikisha unadea kitu ambacho mwenzako anaweza kufanya. Do not dare kitu ambacho mwenzako hawezi kufanya. Na kama hawezi kufanya but he is willing kujaribu kufanya, that is another thing. Lakini kama unajua kabisa mwenzangu hawezi kufanya hiki, usimwandikie. Another point inasema guys, I'm trying to read. Unaona, I'm trying to read. Another point inasema have a flirty pillow fight that turns into something more. Have a flirty pillow fight that turns into something more. I think kila mtu anajua pillow fight. Pillow fight ni kupigana kwa mto. Pillow fights ni kupigana na kucheza kutumia mto. Unampiga mzako na mto na yeye anakupiga na mto. Alafu katika kucheza huko kuendelee na kugeuka kuwa nyie kukutana kimwili. Ndio walivyoandika hapo. Katika vitu ambavyo sasa hivi siwezi kukosa chumbani kwangu, siwezi kukosa kuwa na chocolate syrup ama asali ama mafuta ya massage. Lazima yawepo pembeni mwa kitanda muda wote. Hii ni asali. Haya ni mafuta ya massage. Hizi ni
Hizi ni cotton buds. Hii ni rub ya maumivu. Kila mwanamke ni vyema akawa na hivyo vitu nyumbani kwake pembeni mwa kitanda. Asali ndio inatumika kama hivyo, kama ulivyoona hapa. Unaweza ukampaka mwenzako, ukafanya whatever you wanna do. Mafuta ya massage kama nilivyokuambia mara ya kwanza, ni lazima uwe na mafuta ya massage, na mafuta yangu mimi sio ya massage tu, bali yameombewa, ni anointed oil also. Kwa hiyo na rub, unafanya massage na vitu kama hivyo. Lakini pia kuna cotton buds. Hizo cotton buds ni za kuhakikisha unamsafisha masikio na wewe unajisafisha masikio. Yani I don't think kama kuna mtu anatamani umkisi mwenzako afu mkute mwenzako ananuka analamba uchungu. You understand? Analadha uchungu, inakuwa sio nzuri. Na hiyo nyingine ni rub. Kama labda mtu anaumwa kichwa, unamfanyia massage kwenye kichwa, anakuwa sawa. Kwa hiyo hapa imesema hakikisha ndani kwako una chocolate syrup ya kuweza okay. Take turns feeding each other bites or dessert. Okay, another point says take turns feeding each other bites or dessert. Ninatambua kabisa inapokuja kwa wanandoa, ninatambua kabisa nyie ni wazungu, mna dining table, mnakula mezani kama familia. Lakini kuna kitu kimoja nataka nikushauri uongezee hapo. Hakikisha una siku za kula chumbani na mwenzako. Hakikisha una siku za kula chumbani na mwenzako. Hata kama mtakaa kitandani, mtakaa chini, mtakaa kwenye kochi, lakini hakikisha mna siku za kula chumbani. Wewe na mume wako tu, wewe na mke wako tu, sio watoto, sio nini, wali ni nyie wawili tu. Hakikisha mna hizo siku ambazo katika siku hizo inakuwa rahisi wewe kumlisha mwenzako, ama kula naye pamoja, ama yeye kukulisha na wewe. Play a spicy version of Would You Rather. Play a spicy version of Would You Rather. Okay, now what game is this? This is a game that says, would you rather kiss me or go to sleep? Yani vitu kama hivani, je, ni bora unikiss ama uende ukalale? Kwamba ni bora univue nguo ama uchomekee neti? Ni bora unifanyie massage ama uniogeshe? Yani kwa anachagua kitu gani ambacho anataka kufanya, kama anataka kushusha neti ama anataka kuvua wewe nguo, yeye mwenyewe ata decide. Okay, one last point ya mwisho. Okay, ya mwisho nasema have a make out session like it's your first time again. Have a make out session like it's your first time again. Inasema make love kama ndo mara yenu ya kwanza tena. Make love kama ndio mara yenu ya kwanza tena. Which is really good. By the time mmaliza huu mchezo, mtakuwa kwenye furaha, kwenye amani, utulivu, mmecheka, mmefurahiana. Kwa hiyo kumake love kama ndo mara yenu ya kwanza itakuwa rahisi. Kwa leo naomba tuishie hapo. Tutafanya tena part 2 Mungu akipenda siku zijazo. Tuendelee kuona michezo gani na vitu gani ambavyo wanandoa mnaweza kuvifanya kwenye ndoa na vikawasababishia furaha na amani ya kuwa pamoja.
Natumaini mmefurahia na mmejifunza, mmeenjoy, na natumaini kabisa mtakwenda kujaribu kwenye ndoa zenu na mkawe na ndoa zenye furaha na amani tele. Mpaka wakati mwingine, bado naendelea kukukumbusha wewe ambaye hujasubscribe kwenye YouTube channel yetu, please subscribe, please like, comment, ili kila tutakapokuwa tunapost video uweze kuona kwa haraka na kujulishwa pia. Mpaka wakati mwingine, Mungu awabariki kwenye ndoa zenu, awape furaha na amani, awape utulivu, awape kuvumiliana, awape kusaidiana, kubebeana mizigo, lakini juu ya yote Mungu akawaeke pamoja. Mungu awabariki sana. Bye.